Kilinge cha familia, tunayo furaha kubwa kukualika hapa ili tuje tuzungumze masuala yanayotuhusu sisi wanafamilia. Tunaamini hata wewe ni mwanafamilia mwenzetu, popote ulipo pia tutakufuata. Mimi ni Lugendo Madege. Nami ni Sauda Mkalokota. Karibu sana. Kama nilivyokuambia Madege, ni siku nyingine tena ile familia, tukizungumza masuala yanayotuhusu kwa ajili ya kujenga mustakabali mzuri wa familia zetu. Na hii leo tutaangazia umuhimu wa chakula cha pamoja katika familia. Kipindi hicho miaka ya nyuma huko, ukiachana mwaka 2000, kwa nini mwaka 2000 kila kitu kimeanzia upya? Millennium. Kwa hiyo kuanzia mwaka 2020 tena mambo kidogo 2000 yamebadilika, lakini sasa hivi kula chakula kwa pamoja ni mtihani sana kwa walio wengi. Tutajadili hapa kwa nini tumefikia hapo, wakati zamani ilikuwa kawaida. Lakini tunaye Eva Msaki, huyu ni mwanasaikolojia, tuko naye hapa. Lakini Selemani Bishagazi, baba huyu, na ni mwanaharakati wa masuala ya kijamii, akiupiga mwingi kwenye upande huo, masuala ya unyanyasaji na mambo kadha kadha. Mtaani pia tutakuja kujua unazungumzia nini hili, na kwenye mitandao ya kijamii pia tutaangalia, kwa sababu sasa hivi dunia yote ni kwenye kiganja cha mkononi. Tutashirikisha huko. Karibuni sana jamani. Asante sana. Mko vizuri? Kama ilivyo kawaida na ada yetu, huwa tunatoa kipaumbele. Mimi huwa hasa mara nyingi natoa kipaumbele kwa wakina mama. Sio Sauda kama natoa kipaumbele kwa wakina baba. Basi acha mimi nichukue nafasi hii, tuanze na mama. Kula pamoja, wanafamilia kula pamoja, umuhimu wake hasa ni upi? Umuhimu wa wanafamilia kula pamoja, kwanza kabisa unadumisha ule upendo wa familia. Mtoto naye anajifunza upendo kutokana na namna ambavyo watakuwa wana interact kwenye huo mlo, kwa sababu mlo unapokuwa kwenye familia hamtakuwa mnakula mkiwa mmekaa kimya, mtajadiliana vitu ambavyo vimeenda siku yenu. Baba atamuuliza mtoto, umejifunza nini shuleni? Mama ataeleza changamoto zake za biashara. Kwa hiyo inakuwa ni sehemu ambayo mnakutana, mnaongea vitu vingi vya furaha, vya changamoto ambazo mnapitia. Lakini pia kisaikolojia inamfundisha mtoto umuhimu wa wao kuwa kwa pamoja na kuweza kujifunza au kuweza kupata sehemu ambako atakuwa anaona usalama wa kuweza kusema changamoto zake, kwa sababu atamuona mama anasema changamoto zake, baba anasema changamoto zake, au vitu ambavyo mtamwenye kama familia kuvidiscuss pale ambapo unakuwa mnakula. Kwa hiyo umuhimu mkubwa ni namna ambavyo mtoto atajifunza upendo, lakini pia atapata nafasi ya kuona kwamba ni sehemu salama, au nitapata sehemu salama ya kwenda kusema matatizo yangu na kupata solution. Sawa, asante. Japo tulikuwa tunaambiwa ukiwa unakula hakuna kuongea. Bishagazi, umuhimu amesema Eva, lakini kuna ulazima wa kufanya hivyo? Maana kinaweza kuwa kitu muhimu lakini kina ulazima. Kuna ulazima. Kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo naongea sana kwa watoto, kwa sisi wazazi, ndio sehemu pekee unaweza kawajua watoto. Yaani unajua kuna kumjua mtu juu, lakini ile sehemu ya chakula ikitumika vizuri inaweza kawa ni sehemu ya kusoma tabia za watoto, kumuelewa mtu yukoje. Unaweza watoto wako ukajua namna kujifunza, na ni sehemu ambayo wazazi wetu wa zamani walikuwa wanajua tabia za mtoto. Kwa mfano, mtu mchoyo utamjua kwenye chakula, mtu mwenye gubu utamjua kwenye chakula. Mtoto ambaye hana yani kuna upendo ule mdogo anapozewa. Unaona ile mnachukua mdogo kwanza mnampozea. Unasoma watoto wako kwamba hebu wanakula na mtoto mdogo pale, hebu nione. Wakiswaga naye wote kwa pamoja bila kumwangalia kwamba ni mdogo, unajua hawa wengine wanakula kwa mbakishe mtoto. Sasa wazazi walikuwa wanatumia ile sehemu kujua changamoto ya mtoto, matatizo alionayo, si tu kumsema, kusudi sasa wamrekebishe kama hajatoa hiyo tabia nje. Tuende kwenye mtaani leo tuone wenzetu wanazungumza nini kuhusiana na hili la umuhimu wa kula pamoja katika familia. Mchango wao ni upi hasa? Kwanza inajenga familia, pili inajenga umoja, mnawafundisha tabia fulani watoto. Mtoto anaweza akaanza kula kutumia shoto kwa maana hana malezi. Pili, anaweza akaingiza tonge kubwa, tunamwekea tunakondoka, yeye anachota tu anaweka mdomoni. Watoto wa sasa wanajiita wa mjini wa mwaka 2000 hao, unajikuta kafika mgeni kwenda kula naye, kabla mgeni hajachukua nyama yeye kashachukua paja la nyama tayari. Kuna saa mtoto anakula, yani anakula sawa, anatafuna chakula kama vile anaita mbwa. Zile ni tabia ambazo sasa usipokula naye mtoto, kukaa naye mezani mkakaa mkala, hautazifahamu.
na kwenye kula kunakuwa kuna heshima ya kula. Baba anapoanzia kula hapa, basi na mtoto naye anatakiwa angalie mazingira, sio mtoto umetenga tu chakula, mtoto yeye ndio kwanza kuja juu ya chakula anaanza kula. Na ndio maana kuna umuhimu mkubwa sana wa kula chakula cha familia na watoto, kuwafundisha jinsi ya kula na jinsi ya maadili wakati unakula. Karibu kama ndo kwanza unaungana nasi, ni Kilinge cha Familia hewani na tunajadili mambo mengi hapa, lakini leo tunajadili jambo moja tu muhimu kwa ajili ya familia yako. Ni umuhimu wa chakula cha pamoja katika familia, ndio ambacho tunajadili hapa. Tunaye Selemani Bishagazi, lakini vile vile Eva Msaki, mwanasaikolojia, mwanaharakati wa masuala ya kijamii. Lugendo Madege huyu hapo anatikisa kichwa. Mimi ni Sauda Mkalokota. Tumesikia wale ambao wamezungumza mtaani. Tuli kwa Eva ni kwamba watu hawana muda sasa hivi, lakini wakati Bishagazi Madege anamalizia tulizungumzia kwamba hiyo tulikuwa tunakula hizo sisi. Hatukaenda kwa bibi kutembelea vijijini, sahani pale pamoja, mtakula pamoja, bakuli moja, yani kila kitu. Utanawa wewe unakiingizwa kwenye bakuli hiyo na bibi na shangazi, yani kila mtu. Mwingine Sauda wala sio hata kukiingiliziwa. Yaani bakuli limewekwa unanawa hivi. Lakini hiyo ilikuwa muda ushapita sana kipindi hicho. Lakini sasa hivi unajua watu wanakula pamoja. Sasa hivi kuna hotpot, wanaita madishi saver yale, kwamba mtu anakuwa nayo unamkatia kila mtu chake sahani, alafu mnakaa kama familia. Tunaona Waturuki kwenye tamthilia zetu. Nao hata Wahindi pia wana utaratibu bado unaendelea. Kwa hiyo wengine wanakula lakini kwa staili hiyo. Tutakuja kuangalia kama ina madhara, bila shaka itakuwa na faida kutokana na masuala ya kiafya sasa hivi. Eva, huo muda sasa watu kukaa pamoja na kuanza kula kama vile ambavyo wanasema kwenye mitandao ya kijamii, tunaopata wapi? Kutokana na mabadiliko ya uchumi, mabadiliko ya kiteknolojia, mabadiliko ya maisha, watu wengi sana wameshindwa kuweza kufuata dhama za zamani kama hapa mwanaharakati alikuwa anasema ya kula pamoja, lakini tunaweza kuendeleza kwa namna ambavyo sisi binafsi tumebadilika na mabadiliko yetu. Kwa sasa hivi watu wengi sana wakiwa kwenye sehemu ya kula, iwe mama, iwe baba, anakula na simu iko pembeni na watoto wakiwa wanamwangalia. Kwa hiyo mtoto pale automatically atajifunza kwamba babangu hayuko present muda wa kula, maana yake hathamini ule muda wa kula. Lakini tukajitengenezea namna ambayo hata kama unashindwa mzazi katikati ya wiki, ukatengeneza siku moja, ukaweka kama ni taratibu au kama ni sheria, kila Jumapili lazima niwe present na watoto wangu, simu zinawekwa pembeni, mnakula hata masaa 2-3, mkiwa baada hapo mnaongea, mnaweza kushirikiana jambo na ile, mtaweza kujuana vizuri ule muda. Kama baba alivyosema, utajua namna ambavyo mtoto ana react kwa mdogo wake, dada anavyomtreat mdogo wake, au mtoto anakuwa anaonyesha tabia fulani ambayo inaweza isiwe nzuri au ikawa njema kwenye familia, na ukaweza ukamcorrect. Kwa sababu the moment usipoweka ule muda ambao utakuwa unakutana na watoto wako, hutaweza kuwajua. Na mfanyakazi hata kama anakuja kuripotia malalamiko au tabia fulani, hautaweza kumtilia maana kwa sababu hautaweza kushuhudia ile tabia ambayo mtoto anaionyesha. Lakini ukatengeneza muda, ukasema kwamba hata kama ni saa 12 natoka kazini, lakini nahakikisha saa 2 au nahakikisha kila Jumapili baada ya kutoka kanisani lazima nijumuike na watoto wangu, inakuwa inaleta ule ukaribu na ule upendo ambao watoto wanaweza kujifunza kitu kutoka kwenye familia, wakajifunza kuangalia muda, wakajifunza concentrate kwenye kitu, lakini wakajifunza umuhimu wa kuwa kwa pamoja kwenye familia na kuweza kushiriki chakula cha pamoja. Naam. Bishagazi, kuna namna amesema hapa Eva, kuna namna ambayo tunaweza tukakabiliana nayo kwa sasa hivi, kwamba inatulazimu huyu Sauda akaenda kutafuta huko. Sauda ni mwandishi wa habari, mtangazaji, akiingia asubuhi atarudi jioni, na baba mtu labda pengine wanaishi nyumba moja, baba mtu naye utafutaji wake ni wa usiku, anatoka saa 12 jioni anakwenda, au anatoka saa 8 mchana anarudi saa 4 saa 5 usiku. Hii shughuli za utafutaji zimekuwa ngumu, zimekuwa na mambo mengi. Inaweza tukatafuta namna gani tukae pamoja ili tule? Mimi ninachoweza kusema ni kwamba kwa mazingira yalivyo sasa hivi na ulimwengu ulivyo sasa hivi, kuna vitu haviwezi kubadilika. Hata yani wewe hata ulimwengu teknolojia ibadilike vipi, baba yako hawezi kukosa kuwa baba yako kwa sababu teknolojia imebadilika. Au mama sio mama tena, au shangazi sio shangazi. Tunajua kuna utafutaji, kuna mtu anarudi saa 8 za usiku, kwa mtu kazi ingia saa 1. Atuongelee kula pamoja mpaka umwe mkamilika kwenye familia. Walioko nyumbani hata kama mtu ana kaka zake na dada zake,
wajumuike pamoja. Sasa angalau kulingana na mazingira hivyo sasa hivi. Unajua zamani kulikuwa kuna magonjwa. Ndio maana nilikuwa naongelea watu wanaweza kunao kwenye bakuli moja na hakuna maradhi yote yale. Sasa hivi kwa sababu hali ya hewa tunaijua, maradhi mengi, tunatamani kujumuika sasa pamoja kwenye chakula. Na sisi tuseme iwe kujumuika pamoja kwa kweli. Kwamba tuko hapa, chakula kinapatikana kwenye hotpot, kinapakuliwa, tunakaa hapo, unawaangalia wadogo zako kama vile mnapokuwa kwenye sinia moja, unaangalia mdogo wako anapokula na anapokula, hata mmeo anapokula, au mnaweza mkasaishana hata watu wazima. Sio vizuri, unaangalia mkeo anapokula, unapokula, ile mawasiliano yawepo yale, kwa sababu tunajua mazingira yalivyo. Lakini kwa kitu kimoja kwamba kwenye kula pamoja pale, kama kwenye mjuko pamoja, unajua kuna kitu muhimu sana kama sala. Mnasali pamoja. Ile ni utaratibu ambao mnamkaribisha Mwenyezi Mungu, na mtoto anajua kwa sababu lazima nyumbani mle. Yaani mnaweza mwingine usifanye, lakini lazima chakula mle. Kwa hiyo angalau kama mnafanya ibada kwenye kila kupata chai pale, chakula pale. Lakini mnafundisha watu kuhudumiana. Tunapokuwa tunakula pamoja, kuna tabia unazifuma pale. Si kwenye pamoja, kwa mfano kwenye hotpot, unaangalia nidhamu. Utakuta dada labda unamuona mdogo amekuwa akikuta dada anampakulia mama nini, au mama anapakulia nyote watoto, anagaisha. Ile kuna elimu inatolewa pale mara kwa umejumika pamoja. Lakini kitu cha msingi labda ni kwamba kuna vitu vingine ambavyo Mwenyezi Mungu akifanya ni ibada, anachokifanya ni ibada. Kuna muda baba utaumwa. Kuna siku baba utakuwa likizo. Kuna siku ambayo utaenda kazini, labda upo kwa sababu yote ile. Tumia ile nafasi kuishi maisha yale ambayo tunayoongea sasa hivi, kula pamoja. Ikitokea tu kuna dharura ambayo iko nyumbani, fanya kitu kwa pamoja. Na nikwambie kitu moja unaweza kugundua, mimi nakwambia kwenye kula pamoja hii, mimi nilikuwa naenda kwa shangazi yangu. Sikujua, lakini nilikuwa nawaza kuna kijana mmoja sitamtaja hapa, nilikuwa kwa shangazi yangu. Lakini unahisi kabisa tabia mnaanza kuona pale. Unajua kuna chakula mnakula, sisi kwetu wanapika ndizi. Anachukua nyama, anaficha kwenye nini? Unajua mwizi, si unaelewa? Yaani tabia nyama. Kuna mwingine anachukua tonge, umeona? Tonga nalo kata lile. Anachukua tonge, alafu nyama anaiweka huku. Sasa pia unajua zile inakuwa huku. Unahisi kwamba unahisi kabisa kwamba mwanangu tabia zake ni za wizi. Kuna ukataji wa tonge ule tonge hili. Unaambia punguza. Na pale sisi tulikuwa tunaambia, yani sisi tulivyokuwa tulikuwa tunajua kabisa, yani kwa mila za kwetu sisi kugombana kwenye chakula ni mwiko. Sawa? Kwa hiyo pale utapokea lugha sio tu ya kugombezwa, lakini lugha ya kuelimishwa. Lakini pia nikwambie kwenye kula pamoja, kitu ambacho kinasaidia labda ambacho kocha anasema kimoja tu kwamba watu wanajitahidi kuwa wasafi zaidi. Wewe kama una kucha ndefu, unajua mtaka kula pamoja, utafanyaje? Utabadilisha, utazipunguza kwa sababu ya kulingana kwamba mtaconnect, mtakuwa pamoja kwa usafi. Kuna wengine pia hata unywaji wa chai, zamani tulikuwa tunaona kabisa unachukua chai unywaji gani huo? Unaacha unakwenda na mpaka, lakini kuna watu wazima ambao hawakupitia hiyo ya kufunzwa mpaka leo mtu mzima kabisa unamuona. Nitaongea labda kwa kitu moja psychologically. Kama mna tabia kula kujumuika pamoja kwenye chakula, inasaidia mtoto kujisaisha makosa kabla ya muda. Kwa sababu anajua nizururavyo, kuna muda nitakutana na baba, nitakutana na mama. Wewe utamkwepa tu. Kwa hiyo inasaidia mtu kama alipewa kazi, anajua hii lazima niifanye mapema. Saa 6 nitaulizwa kwamba umemaliza. Sio kuulizwa. Uso tu unataka kukutana na mtu atamnyoosha na kumbadilisha. Uso tu kutana na dada pale, kuna kitu ananiambia kaka mjomba pale, lazima sasa nasaisha makosa mapema kabla ile muda chakula kufanyaje. Kwa hiyo inasaidia sana. Na kuna wakati Sauda, mpaka sasa hivi sijui kama bado ipo, mimi kwangu haifanyiki hiyo, kwamba na mimi mwenyewe ndio nimeikataza kwamba amechinjwa kuku ama kuku mmeenda kumnunua huko, kuna vipande maalum kwamba hivi ni vya baba. Inasaidia hilo kuiweka familia ikawa pamoja, kwamba lazima heshima ya baba ionekane pia hata kwenye chakula. Inasaidia kwa sababu waliotengeneza hiyo dhana, mababu zetu walikuwa wanajua kabisa baba ndo mtu ambaye ni breadwinner, tunasema ni mtafutaji. Kwa hiyo kuna namna kumpa kipande kikubwa kina present heshima kwamba baba anastahili kula zaidi. Lakini pia inaonyesha kabisa mtoto lazima ajifunze kuangalia kwamba hiki natakiwa nimweke fulani na hiki natakiwa niweke fulani. Anajua namna ya kutenga na kuweza kujua utaratibu fulani, na hiyo imesaidia jamii fulani
kwetu kwenye upande wa Tanzania. Kwa hiyo kutenga vipande ni vizuri kwa sababu inaonyesha kwamba baba yetu anatakiwa apate kitu kwa sababu ni mwanaume na ni mtafutaji. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kizuri, kinatengeneza discipline pia na upendo, na pia mtoto kujifunza kujua majukumu na utaratibu kwenye maisha. Kwa hiyo lazima naye atakuwa na utaratibu. Sawa, umesikia eh? Huo tofauti na nani? Tuende kwenye mitandao ya kijamii, tukaangalie wenzetu nao wamesemaje kuhusiana na umuhimu wa chakula cha pamoja katika familia. Tumerejea, ni Kilenge cha Familia. Karibu sana, ni familia. Wewe pia kwenye familia, kwa hiyo kinakuhusu hiki. Na awali tulikwambia tunaenda kwenye mitandao ya kijamii, na hapa niko tayari kabisa. Sabrina Charles tunaanza naye, ambaye yeye ameandika chakula cha pamoja kinaunganisha familia. Ni muda mzuri wa kuzungumza, kusikilizana na kujua kila mtu anaendeleaje. Lakini Lazaro Estomi yeye ameandika watoto wanapokula na wazazi wao hupata maadili mazuri na hujifunza heshima pamoja na tabia njema. Tukamilishe na Salum Musa. Yeye ameandika tuache simu mezani wakati wa chakula. Tuzungumze na watoto na wenzi wetu badala ya kutazama screen. Tunakamilisha hapa, tunarudi. Na siku hizi ukiangalia Azam 2 unaanzia saa 1 saa 2 mpaka saa 5. Tunaambiwa tuache habari za kuangalia screen na simu, tuwe tunakula pamoja. Nishagazi. Kipindi kile tulikuwa hakuna habari za simu, hakuna habari za screen, yani hivyo mkikaa mnakula mnamaliza mijadala inaanza. Sasa hivi hali ya mambo iko hivyo. Mimi ninachoweza kusema kwenye, unajua zamani mtu alipokugombeza kwenye chakula ni watu wale ambao wanagubu sana. Hana muda, yani yeye gubu unapokuja hapa anaanza hapo. Lakini kwa siku hizi nasikia mwenzetu kasema hapo watu sasa hivi wanatumia muda wa chakula kutatua mambo ya migogoro. Mimi wale siwezi kuwalaumu sana. Watu wengi hawana muda na familia. Wala familia sio kipaumbele. Kwa hiyo anaona hiyo fursa ya chakula aitumie tena kufanya kazi nyingine. Umeona? Kwa hiyo wale unakuta mtu kabisa mnaweza mkaa mnaongea hapo, mnajadiliana, bahati mbaya ugomvi usiishane kwenye kurushiana vyakula hivyo vyombo. Lakini kwa hiyo mtu anayekaa kuongea, mtoto mnajadiliana, mnaongea, au kijana alikosea mnajadili pale, wale wanatumia fursa. Na tumeona habari zaidi. Sasa hii sisi tuwekeje? Kuna mtu anaweza kaandaa chakula cha jioni, watu waje wakae wakati anakula tatua mgogoro. Yaani chakula kimeandaliwa maalum kwa ajili ya kutatua nini? Mgogoro. Umeona? Kwa hiyo hatuwezi kusema huyu mtu sasa hivi anaweza kuwa ni kosa, ni kwa sababu tu muda watu wana familia hawana. Lakini niseme kitu kingine. Ulikuwa unajadili issue ya kuna vipande vya kuku vya baba. Zamani wale walikuwa ni baba kweli. Anasimamia familia kweli. Uwezi kudai pande vya kuku kama sasa hivi tulivyo, chakula katafuta mama. Nimetafuta mimi. Nini katafuta mama? Chakula kipande chako shewa. Ndio maana mabadiliko yanatokea. Mama anaona yeye pande inabidi ale yeye kwa sababu yeye ndo wewe baba jina. Au tugawane hivyo vipande. Lakini hata wale babu zetu walikuwa baba zetu, mimi nakuwa baba yangu, kweli alikuwa akiweka vipande. Lakini mwisho wa siku vile sio vya kwake. Yaani sasa wewe umeondoka umeenda sehemu, ubebe poketibani kwa sababu utakuta na watu. Ile babu au baba, chunguza vizuri wazee wa zamani. Vile pande mnavyosema vile, alikuwa saingia anakatia mjukuu, anampa. Anakatia nini? Anampa. Wake zake, mtu ana wake 4 pale, anachukua mke huyu anampa, anagawa. Kwa hiyo ile tafsiri ile, iko sababu huyu ni mwenye lazima mfuko wake utune kusudi hawezi kuonekana ni baba naye kagawa. Kwa hiyo sasa baba anakula kidogo tu hivyo. Na wale wababa wale walikuwa na upendo. Na ukiona wale wababu, ukiona mume kaweka kwani madude yote, kafikia yote, anaona vijukupe na nini, unamsema kwamba hapa hamna kitu hapa. Eva kama lakini kwa sababu Eva ni mtaalamu wa saikolojia. Kisaikolojia kwamba wakati wa kula amesema hapo Bishagazi kwamba ni yule mtu alikuwa anaonekana anagubu. Na huwezi kupinga. Hata mimi Madege ukinisema wakati wa kula iko chakula siwezi kuendelea nacho. Unamnyima mtu ile hamu ya kula, kwamba mimi nimekuja hapa na hamu zangu za kula, nimeshikwa na hamu ya kula chakula fulani na leo ndio kilichopikwa. Unaanza kunisema sasa kwamba wewe ulifanya 1 2 3 4 5. Sasa hiki yani unamsema ni kama unamsimanga. Walikuwa wanatumia lugha ya kumsimanga. Ni sawa sawa hiyo. Kwa sababu tunakosa muda. Sasa tukipata muda huu wa chakula tusemane hapo hapo. Hapana, si sawa. Lakini namna ambavyo nilikuwa nimemaanisha mimi kwamba wanapata muda wa kukaa na kuongea
ni ile di baada ya kula, kwa sababu mnapokuwa mmekutana wote kwa pamoja, mmejumuika, unaweza ukatoa tangazo lako, jamani baada ya kula naomba tukutane, nataka kuoa au jamani nina habari njema nataka nishirikiane na nyie. Kwa hiyo inawapa wale attentiveness ya kusema kwamba okay, baada ya kula nategemea kitu au nategemea jambo fulani, kwa hiyo natakiwa nisilale au nisiendelee na kazi zangu niweze kukaa attentive kusikiliza ile jambo. Hilo ndo maana yangu kubwa. Lakini pia unaweza kujifunza kwamba watu wengi wanakaa kwenye chakula cha pamoja ili kutengeneza unasema urafiki au undugu kati ya familia, kwa sababu the moment kama baba alivyosema, mmemaliza kula au kabla ya kula mnasali, mnamshirikisha Mungu, unajua tabia ya mtoto wako. Kwa hiyo inakupa wewe mzazi kuweza kujua kabisa narekebisha wapi, na kuza wapi, na boresha nini, na implement kitu gani, au mtoto wangu atakuwa na kitu gani cha ziada ambacho tatakiwa kujifunza zaidi, namna anavyotafuna, namna anavyoshare vitu vyake, au baba namna anavyoshare nyama yake ambayo kile kipande kikubwa kama baba alivyoongea. Kwa hiyo nafundisha watoto kutokana na namna ambavyo mzazi ataweza kuonyesha tabia au kuweza kutengeneza mazingira wala watoto kuweza kujifunza kitu muda huo. Sawa, tumalizie. Sauda, huko kwa kumalizia, Bishagazi alizungumza kitu pale kwamba kuna mtoto unamuona labda amemega au amekata tonge kubwa alafu ameficha hivi. Tunatakiwa pale tufanye nini? Kwa kijamii ninavyojua mimi, kwanza si vizuri kumsema mbele ya wengine. Unaweza ukatenga muda kwa upendo ukamwelezea faida za kula vizuri na wenzake, faida za kuchukua chakula kingi zaidi, ukamwombea. Yani tena bahati nzuri kama ni mama, ikiwezekana hata mlaza hata kwenye mapaja au baba, yani msogeza kabisa karibu, ajue kweli unachomwambia ni kinatoka ndani ya moyo, lakini kwa sababu nampenda, ukamwambia labda kama wenyewe mnahofu ya Mungu, kama Mungu hapendi watu wanaochukua oni wenzao pale hawajachukua, ile ya kumwambia kutoka moyoni inamjenga zaidi kuliko kumsema pale kwa motivation. Lakini kitu cha pili niseme ambacho nilikuwa nataka kumaliza kusema ni kwamba kuna aina fulani ya kijembe anaweza kukisema Mungu kwenye chakula ambacho unajua kabisa kinaenda. Kwa mfano kwenye sala za chakula hizi umeona akaomba mtindo anaoomba mama pale, maana au baba naomba pale, inapeleka message ujumbe wako kuna jembe kakitoa kijembe fulani nasema hii lazima nijifunze kitu fulani. Kwa hiyo namna ya kusaidia na mimi niseme tu kusema kweli kabisa, kula pamoja ni sehemu ambayo tunaanza kuipoteza, lakini kujumika pamoja tunaipoteza, ambayo ilikuwa ni sehemu nzuri sana ya familia kukutana, lakini pia na kusameheana. Unajua baada ya tukase mmoja hapo tumekosana, tukala pamoja kula pamoja, inatengeneza inatatua vitu vingi sana ambavyo visingeongeleka vikatatulika. Labda kama kuna athari za kipekee ambazo tujizungumza kidogo kwa tunamalizia hapa, namna gani tufanye ili kuleta mustakabali mzuri wa familia zetu hapa. Athari ambayo tumeweza kuisahau, ambayo tulikuwa tunaongelea kuhusiana na changamoto ya kutokula chakula kwa pamoja, ni kwamba inawasaidia watoto kuweza kujumuika kihisia pamoja, kwa sababu familia nyingi sasa hivi wazazi hawapo available, hawapo present kwa watoto kihisia, hawajui namna ya kuonyesha upendo, hawajui namna ya kuonyesha hisia zao. Kwa hiyo chakula cha jioni kitamfundisha hata mtoto namna gani ya kuweza kuchukua hisia fulani. Kama ni kuwa na hasira, mzazi akirudi na hasira ana deal vipi na hasira, kama yuko disappointed anarudi vipi, akiwa ana furaha anaitafsiri vipi, na namna kuweza kuihandle situation. Kama kuna changamoto nyumbani, kuna msiba, anaona namna gani mzazi ana cope na ule msiba, hata yeye kutoa hisia zake, mtoto naye anakuwa anajifunza namna ambavyo atakuwa ana handle. Kwa hiyo tuna namna tofauti ambazo wazazi wana handle hisia za watoto, lakini chakula cha jioni kitakuwasaidia ule pamoja mtoto kuweza kujifunza kwamba ninapokuwa nimekosewa namna hii sitakiwi kureact kumtukana mwenzangu. Mama akikasirika huwa anafanyaga hivi. Kwa hiyo ngoja nijifunze kutoka kwa mama namna kuweza kusolve matatizo yangu. Kwa hiyo ni moja ya umuhimu, lakini athari ya kutokuwa kula pamoja kwa mtu anakuwa hajifunzi namna ya kukabiliana na hata upendo pia unapungua. Unaweza kuwa na mzazi wako pamoja lakini hujakaa naye mwezi mzima. Unaweza ukajikuta umekuwa baadaye hata kumkumbuka kwamba kuna mama au kuna baba nimpigie simu, maana yani umelelewa tu analipa ada lakini hukuwa na muda naye. Amekuwa ni baba mtunzaji lakini sio mlezi. Kwa kama vile hajakulea. Yale mapenzi hayapo. Wanatamani kuwa karibu na watoto wao, wanakuwa mtoto hajui namna ya kuact around baba yake, hajui namna ya kuongea naye. Kwa hiyo hata kutengeneza siku moja za kukaa chini na kula na watoto, natengeneza huo karibu
na upendo ambao hata baadaye mkija kuwa watu wazima, mtoto anakuwa free kuweza kuja kwako na kuweza kuongea au kuweza kuchangamana na mzazi wake pale ambapo unakuwa umefika umri wako kukaa nyumbani. Sawa, tunashukuru sana. Na mimi ni Sauda Mkalokota, Lugendo Madege sweba wangu, lakini Selemani Bishagazi, mwanaharakati wa masuala ya kijamii, baba vile vile, amezungumza hapa na experience yake, uzoefu wa familia. Lakini Eva Msaki, mwanasaikolojia, pia amezungumza hapa kisaikolojia inakuaje, tumeangalia pande zote. Dafroza Prosper ndio mtozi wetu wa Kile cha Familia. Kwa heri, hatuna la ziada.